ndoto zinazoashiria roho ya mauti na kufuatilia. Na ndoto hizi zinaweza kuwa ni onyo la kukusukuma kuomba zaidi. Katika maisha ya kiroho, Mungu anaweza kuruhusu mtu aote ndoto zinazofanya atafakari, atubu, aombe kwa bidii. Wakati mwingine ndoto hizo huja kama onyo, na wakati mwingine ni matokeo ya mawazo au hofu za kawaida. Ndio maana kila ndoto inapaswa kupimwa kwa neno la Mungu na kwa maombi. Katika video hii nitakwenda kukufundisha ndoto zinazoashiria roho ya mauti na kufuatilia. Na baada ya ndoto hii kuota, unapaswa kuingia kwenye maombi. Kabla tujaendelea na somo letu leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Twende moja kwa moja tukaziangalie ndoto zinazoashiria roho ya mauti inakufuatilia. Ndoto ya kwanza, kuota unakufa au unaona mazishi yako. Ukijiona ndotoni umekufa au ukajiona ndotoni, yani unajiona kabisa yani umeshakufa, unaona mazishi yako ndio yanafanyika. Ndoto ya kujiona umekufa au kuhudhuria mazishi yako inaweza kukushtua sana. Hata hivyo, Biblia haisemi kwamba ndoto hiyo inamaanisha utakufa karibuni. Inaweza kuwa pia ni onyo la kutafakari hali yako ya kiroho, lakini pia ndoto hiyo inaweza kaa inakukumbusha kuishi maisha ya utakatifu, lakini ndoto hiyo pia inaweza kaa inaashiria msukumo wa kumkaribia Mungu kwa maombi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 mstari wa 14 hadi 15 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Kwa hiyo Mungu anaweza kusema na mwanadamu kupitia ndoto ili kumwonya na kumlinda na uharibifu. Ukiota ndoto, yani ukajiona ndoto ukajiona umekufa au ukajiona unahudhuria mazishi yako, unahudhuria mazishi yako, inaweza kukushtua sana. Kwa hiyo hata hivyo, ndoto hii inaweza kaa inaashiria mambo mbalimbali. Inaweza kawa Mungu anakuonya utafakari hali yako ya kiroho, lakini pia ndoto hii inaweza kaa inakukumbusha kuishi maisha utakatifu. Lakini ndoto ya pili, kuota unazikwa au unawekwa kaburini. Ndoto hii inaweza kuleta hofu kubwa sana. Biblia ifundishi kwamba kuota ukizikwa ni hukumu ya lazima ya kifo. Badala yake inaweza kuwa ni onyo la kuomba. Inaweza kawa pia ni wito wa kutubu au kumbusho la kumtegemea Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 91 mstari wa 1 hadi 16 inaonyesha kwamba Mungu ndiye mlinzi wa watu wake wanaomtumaini. Kwa hiyo ukiota unazikwa au unawekwa kaburini, ndoto hii ni muhimu. Kitu cha msingi, unatakiwa upate muda wa kuitafakari kwa kina ndoto hii, usije ukakurupuka. Unapaswa uitafakari kwa kina na umuombe Roho Mtakatifu akufunulie ndoto hiyo inaashiria kitu gani. Kabla tujaendelea, nataka nikwambie jambo hili la msingi. Kuna wakati ndoto ya kifo inaweza kaa inaashiria vitu kutokana na mazingira. Wakati mwingine ndoto hiyo inaweza kaa inaashiria ni mwanzo wa hatua mpya au ni mwisho wa msimu fulani na kuingia mwanzo wa kitu kinginecho. Na ndio maana ni muhimu sana, kabla ya kurupuka, ni muhimu kumwomba Roho Mtakatifu akufunulie ndoto hiyo inaashiria kitu gani. Nadhani tunaelewana vizuri. Usije ukakurupuka kwa conclude ndio inaashiria mwisho wako wa maisha. No, ni muhimu kupata pia kumhusisha Roho, kumshirikisha Roho Mtakatifu akufafanulie, akuelezee ndoto hiyo inaashiria kitu gani, kwa sababu ukiomba, Mungu wetu ni mwaminifu, anajibu na anasikia. Kwa hiyo ukiomba ni muhimu kupata muda. Na mwisho wa video hii nitakufundisha vitu vya kufanya. Ndoto namba 3, kuota uko hospitalini ukiwa mahututi. Hospitali katika ndoto mara nyingine inaweza kuwakilisha kipindi cha udhaifu, changamoto kubwa, hitaji la msaada wa Mungu. Kwa hiyo badala ya kuogopa, Biblia inakufundisha kumkabidhi Mungu kila jambo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 6 hadi wa 7 utaona neno la Mungu lasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Sasa ukiota ukajiona uko hospitalini ukiwa mahututi, ndoto hii inabidi uombe sana, usije ukaipuuzia. Unajua watu wengi wamekuwa wakifanya makosa baada ya kuota ndoto. Wengi wanaishia kuwasimulia watu wengine, ila hawaishii kuishughulikia ndoto hile. Kwa hiyo ukiota uko hospitalini ukiwa mahututi, ndoto hii inaweza kaa inaashiria kipindi cha udhaifu. Inaweza kaashiria utapitia kwenye kipindi cha udhaifu. Lakini pia ndoto hii inaweza kaashiria utakabiliwa na changamoto kubwa sana.
Lakini pia ndoto hii inawezekana inaashiria unahitaji msaada wa kimungu. Kwa hiyo ukijiona uko mahututi, unatakiwa uombe. Ndoto hii inaweza kaashiria unaweza kukabiliwa na changamoto kubwa ya kiafya. Kwa hiyo jambo la msingi unabidi uombe sana. Kataa kila mabaya juu yako. Unasema kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa katika jina la Yesu. Kwa hiyo unaweza kusimama kuomba, kukataa jambo hilo lisitokee, kukataa mabaya hayo yasikupate katika jina la Yesu. Lakini ndoto namba 4, kuota unakimbizwa na kitu kinachotaka kukuua. Yaani unajiona ndotoni unakimbizwa na kile kitu ambacho kinakukimbiza kinataka kukuua. Ndoto za kufukuzwa au kukimbizwa zinaweza kuonyesha hofu, lakini zinaweza zikaashiria msongo wa mawazo, hisia za kushambuliwa au kushinikizwa. Kwa waamini wa jambo la msingi ni kumkimbilia Mungu. Kwa hiyo jambo la msingi kwa watu ambao mnamwamini Mungu ni kumkimbilia Mungu. Yaani ni kumkimbilia Mungu. Unakataa, unaweza kuomba katika jina la Yesu. Jambo lote ambalo linalifuatilia kwa lengo la kuniangamiza, kwa lengo la kuleta uharibifu, ninalifyeka katika jina la Yesu, nalikataa katika jina la Yesu. Ukiomba inakuwa katika jina la Yesu. Haleluya. Lakini ndoto namba 5, kuota unaanguka kutoka sehemu ya juu. Kuanguka katika ndoto kunaweza kuashiria changamoto. Yaani unajiota labda upo kwenye ghorofa au kwenye daraja, alafu ghafla unaporomoka, unaanguka. Ndoto hii inaweza kaashiria changamoto, lakini ndoto hii inaweza kaashiria hatari ya kufanya maamuzi mabaya. Biblia inatuhimiza kumtegemea Mungu ili atuinue. Kwa hiyo ukiota unaanguka kutoka juu, yamkini unaanguka kutoka kwenye daraja au unaanguka kutoka kwenye jengo refu, ndoto hii inaweza kaashiria changamoto, au ndoto hii pia inaweza kaashiria hatari ya kufanya maamuzi mabaya, ambapo maamuzi hayo yatakugharimu wewe. Kwa hiyo need to be careful. Utakuwa muombe Mungu akuongoze kwenye kila hatua unaifanya, kwenye kila maamuzi unayochukua. Muombe Roho Mtakatifu akuongoze. Lakini ndoto namba 6, kuota unaona jeneza au makaburi. Makaburi katika ndoto yanaweza kukumbusha kuhusu udhaifu wa maisha ya mwanadamu au umuhimu wa kuishi tayari mbele za Mungu. Lakini pia inaweza kaa na kuonyesha hitaji la kuomba. Lakini Biblia haisemi kwamba kuona jeneza katika ndoto ni uthibitisho wa roho ya mauti. Kwa hiyo ukiota ndoto namna hii, labda unaona jeneza au makaburi, ndoto hiyo inaweza kaa inaashiria udhaifu wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo ni muhimu kuomba. Ni muhimu kwanza kumkaribia Mungu, kutengeneza maisha yako na Mungu kwa ukaribu zaidi. Ni muhimu ukiota ndoto hii kutengeneza maisha yako, kumkaribia Mungu. Lakini namba 7, kuota unazama kwenye maji bila msaada. Maji mengi katika Biblia wakati mwingine yanaweza kuashiria taabu au mateso au majaribu. Kwa ukijiona ndotoni unazama kwenye maji bila msaada, yaani unajiona unazama kwenye maji bila msaada wote, ndoto hii inaweza kuashiria taabu au mateso. Kitabu cha Isaya sura ya 43 na mstari wa 2 imeandikwa, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendako katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Hii ni ahadi ya Mungu ya uwepo wake katikati ya majaribu. Kwa hiyo ukijiona unazama kwenye maji bila msaada, ndoto hii inaashiria utapitia kwenye changamoto kubwa. Ni muhimu kwanza kumwomba Mungu. Na nikutoe hofu. Mungu anaweza kuonyesha kitu, hakuonyeshi kitu au akufunulia jambo kwa lengo la kukuhudhunisha. Wakati mwingine Mungu anakuwa anakufunulia kitu kwa lengo la kukutaka wewe kusimama na kuomba. Kama ni jambo baya, kulikataa lisitimie katika jina la Yesu. Lakini ndoto namba 8, kuota unaona giza kubwa na unaogopa. Giza katika Biblia mara nyingi linaweza kuwakilisha hofu, majaribu, nyakati ngumu, lakini Yesu alisema katika kitabu cha Yohana sura ya 8 na mstari wa 12, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo jambo la msingi, unapoota giza kubwa, ukaona labda uko kwenye giza kubwa, giza katika Biblia mara nyingi huwa laashiria hofu, majaribu na nyakati ngumu. Kwa hiyo unabidi umuombe, kwa sababu unabidi umuombe Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndio nuru. Kwa hiyo umuombe akuongoze, akusaidie na akushindie katika jina la Yesu Kristo. Sasa mambo ya kufanya, nataka nikwambie mambo ya kufanya ukiota ndoto inayokutisha.
Badala ya kufikiri hitimisho kwamba umefuatiliwa na roho ya mauti, Biblia inafundisha omba kwa imani na kumtegemea Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa baada ya kuota ndoto, usije ukahitimisha tu. Baada ya kuota ndoto ambayo inakutisha au ndoto ambayo inakuacha na hofu, kitu cha kwanza, omba kwa imani na kumtegemea Mungu. Omba kwa imani, omba kwa imani umtegemee Mungu. Kataa hayo mabaya unayoona. Lakini jambo la pili, tubu dhambi zako. Ikiwa Roho Mtakatifu anakushawishi kufanya hivyo au anakuongoza kufanya hivyo, tubu dhambi zako. Pata muda wa kuomba rehema mbele za Mungu. Mwambie Mungu, naomba unisamehe sehemu yote nilipokosea, kwa kujua au kwa kutokujua, naomba unisamehe. Anza kuomba rehema. Lakini jambo lingine la kufanya, soma neno la Mungu kila siku. Pata muda wa kulisoma neno la Mungu na kulitafakari neno la Mungu kila siku. Epuka hofu. Tumaini lako liwe kwa Kristo. Kwa hiyo epuka hofu kabisa. Lakini jambo lingine la kufanya, tafuta ushauri kwa viongozi wa kiroho wenye hekima ikiwa ndoto zinaendelea kukusumbua. Yaani ukianza kuona ndoto hizo zinaendelea kujirudia mara kwa mara, tafuta hekima kwa viongozi wa kiroho, watu wenye hekima ya kimungu watakusaidia. Washirikisha hali unaipitia na wao watakusaidia. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.